mwaka jana mwezi wa 12 alisema kwamba tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ndio maingizo mapya ya kadi za wanachama, ambayo ni kilio kikubwa kwa wanasimba tulichokuwa nacho toka mwaka 90 huko. Tunalia ni maingizo mapya wanachama klabu ya Simba. Lakini cha kushangaza leo ni tarehe 3 ya mwezi wa pili, hatujaona mchakato wote ukiendelea juu ya kadi za wanachama. Bado Mangungu yule yule ametulia tu. Ina maana bado Mangungu yupo kwa ajili ya kuisambaratisha klabu ya Simba. Na sio Mangungu peke yake, wako wengi, yani ni genge la wahuni kwenye klabu ya Simba, wako wengi. Na Simba inaumizwa kwa sababu Simba tusipobadilisha katiba, kumradhi, Simba katiba isipobadilika, nakwambia ni Simba hata tufanye nini hatuwezi kusonga mbele. Kwa sababu Simba tumewakusanya wazao wengi kwenye klabu ya Simba. Na katika eneo la lote lile, wazao wakiwa wengi hakuna maendeleo. Hata huku mitaani kwetu, mtaa wote uliofunikwa na wazawa, huo mtawi utakuwa na ushirikina, utakuwa na usengenyaji, utakuwa na na uzawa tu, hakuna maendeleo. Na ndio maana hiyo engo ndugu zetu, kumradhi, Young Africa waliliona hilo, wakasema hapana, tuna kila sababu ya kubadilisha hii katiba. Hii katiba itaendelea kutuangamiza. Wenzetu wamewini, sisi tunachelewa nini? Ili tuweze kufanikiwa, lazima maamuzi, kama mwenyekiti anavyosema, lazima maamuzi yawe na mtu mmoja. Simba tunashindwa kufanya usajili kuwachukua wachezaji ambao wenye quality kubwa kwa sababu hakuna mtu mwenye maamuzi mmoja. Simba kuna uongozi wa upigaji mwingi. Ukienda kwa huyu anapiga vyake, kwa mpiga vyake mpaka anamfikia tajiri Mo. Mo ashapigwa sana. Na ndio maana Mo kila siku anashtuka anambia nina wadai hela zangu nyingi sana. Lakini cha kuumiza zaidi ni bado kuna mtu pale Simba wanamng'ang'ania viongozi wa Simba. Sijajua yule kiongozi hamualoga kiasi gani, sijui uchana utumie yule kiongozi. Mimi naamini sio roho ya Mungu ile. Kuna mtu yuko pale anaitwa Selemani Matola. Yeye miaka yote toka mimi sina ndevu katika maisha yangu ya dunia, namsikia Matola yeye ni kocha msaidizi. Wachezaji kumlazi, makocha wamepita Simba pale takribani makocha 19, yeye akiwa kocha msaidizi. Sasa hivi klabu hipi duniani tushakuona tunakuwa na kocha msaidizi mzawa? Huyu mzawa anatusaidia nini? Matola kama yeye ni mzawa, Matola kama fitina anaziweza, kwa nini kila siku siri zinavuja za Simba zinaenda Yanga? Si tunamweka mzawa kwa ajili tuingie siri? Tumweka mzawa kwa ajili ya chochote anasijua? Hatujaona hata siku moja tukiona siri za Yanga Simba tukizisema. Lakini Matola yule bado anakubali kufungwa mara 6 mfululizo na Young Africa. Yeye mzao zake ni upi? Simba tunaharibikiwa na watu wengi. Simba kuna genge kubwa lipo kwa ajili ya kuisambatisha Simba. Na mimi nikiwa mtetezi wa Tanzania, mtetezi wa Simba Sports Club, mashabiki wote wa Simba, mimi nipo kwa ajili yenu. Ninasema sitaweza kukaa kimya nikiona uongozi mbaya, uongozi wa hovyo unaenda klabu ya Simba alafu nikayanyamazia. Viongozi wangu wamezungumza hapa, yote waliozungumza juu ya mkutano, mimi yote nilishapewa taarifa. Hata mimi pia simu nilipigiwa, ile mimi nilikataa kwenda. Mungu utanipa maono sababu mimi naitwa malaika. Kwa hiyo haya yote yanaendelea. Tayari watu wameshajitengenezea njia kwamba wakiondoka haraka hivi kuna vitu vyao bado hajavimaliza. Kuna swala kujuza swali moja tu. Mangungu anang'ang'ania klabu ya Simba. Anang'ang'ania kwenye klabu ya Simba. Baadaye anasema Simba yeye hana maslahi nayo. Haya chochote kuingiza. Je, kwa nini anang'ang'ania? Kiongozi kama anang'ang'ania eneo, hilo eneo hana maslahi nayo. Leo hii Mangungu anakubali kuaibika. Mangungu anakubali kuchaniwa shati lake, juzi amechana shati lake Mangungu. Mimi namchukia Mangungu, lakini kwa ile tukio sikupenda. Kwa sababu Mangungu ni sana baba yangu. Ninamchukia kwa utawala wake mbaya, ila sina uwezo kwenda kumshika na kumchana shati lake.
Sina uwezo kumshusha ngumi kwa sababu ni baba yangu yule. Lakini yeye yote amekaa kimya. Mwisho wa siku anaita influencers, anawapooza ili mradi waanze kumwimba Mangungu mitano tena. Maana yake tayari genge la Hauni linaendelea kujikusanya. Tayari amejiandaa kisaikolojia kwamba waanze kumpambia mapambio kama mtu ambaye aliyofanya mazuri kabla ya Simba. Lakini ujio Mangungu, maingizo na chama ni 0.0. Ujio Mangungu ndio uongozi wake huo. Tumefungwa mara 6 mfululizo na klabu ya Yanga toka Simba katika historia. Toka imezaliwa haijawahi kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Kama kuna mtu yupa tushakufungwa niambie. Lakini tunaenda kufunga katika kipindi kibaya sana. Yanga wana mwekezaji, Simba tuna mwekezaji. Yanga wanasajili mchezaji mtaka wao na Simba tunamsajili tena mtaka sisi. Lakini mwisho wa siku tukikutana tunafungwa mfululizo. Leo hii klabu ya Simba Mangungu ametulia tu. Azam FC leo hii Azam naye pia ndani mwezi mmoja ametufunga mara 2 mfululizo. Simba sasa hivi imekuwa ni beskeli ya kujifunzia wachezaji. Simba imekuwa ni sehemu au kama ni jalala, kila taka zinaingia pale na Simba inapokea tu. Simba ni mnyama. Tunaposema Simba Sports Club, hao wazee walioandaa neno Simba walijaribu kumwangalia Simba wa msituni. Simba ni nani? Ni mfalme wa msituni. Simba ni mfalme wa mbugani. Lakini akiunguruma hakuna takataka yote inaweza kusimama hapo. Sasa hivi Simba huyu, Simba na kipara, sasa hivi Simba hana manyoya. Kama tunaweza kukubali kufungwa mechi 3, maskini ya Mungu ya Rabi, ukistaajabu ya Musa twende ukaone kwa Mangungu. Maana sasa hivi ni Simba ni ya Mangungu. Kama muda wake umeisha na bado yupo na aongei na watu wote wapo kimya, maana yake sasa nini? Kwamba ni Simba ni ya Mangungu. Yeye ndio mwenye mamlaka yote yani. Na hii ndio maana ameng'ang'ania kuto kuingiza na chama wapya. Alijua tarehe 5 angeingiza, mpaka leo hii tushamuondoa tayari. Mimi naamini kabisa serious. Simuadhulie Mangungu angefanya maingizo na chama wapya. Sisi vijana ambao wenye elimu zetu, wazazi wetu wametusomesha, wenye elimu zetu na tunajua nini maana dunia, mpaka dakika hii Mangungu tungoe tayari tushamwandikia barua ya kumuondoa. Ila kwa sababu wanajua wanachama wengi kabla Simba wengi ni wazee, bado wanambeba mzee mwenzao. Na jana baada taarifa, baada ya tukio hili, baada ya tukio la juzi kushambuliwa, jana kapanda ndege ameenda ni Ujerumani. Jana mwenyekiti wenu ambaye klabu yake ipo katika hali mbaya, Simba ipo kwenye hali mbaya, hatuna mwendelezo mzuri katika performance ya picha uwanja. Lakini yeye jana hanapanda ndege aende Ujerumani kwenda kurelax, kutuliza akili. Malaika, wewe unadhani kwa nini siri zinakuwa zinavuja sana, jezi zilivuja, watu wanajiuliza labda kuna nini sasa kwenye viunga vya Msimbazi hususan mule ndani? Mimi nilishasema mwenyekiti ndio mwenye mamlaka. Mwinda amesema mwenyekiti katika mifumo ya kiutawala, haijalishi kwenye mpira au kwenye taasisi zingine, mwenyekiti ndio mwenye mamlaka. Akiwezi kufanyika chochote kile pasipo mwenyekiti kushirikishwa na kuhusishwa. Kwa ina maana muendelezo wote wa Simba unaendelea, mbaya ni mwenyekiti Mangungu anayataka. Usaliti wa Simba sio mtu mwingine. Anayemsaliti wa Simba sio mtu mwingine. Nimeshasema wasaliti lazima Mangungu anahusika. Kwa sababu Mangungu hajawahi kukemea hilo swala. Kama baba, mtoto wako unapewa taarifa mwanao ni mwizi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, umetulia maana yake nini? Umekubali kwamba mwanao hawe mwizi. Kwa hiyo wasaliti Simba zimevuja jezi awamu ya kwanza, awamu ya pili. Simba imevuja usajili awamu ya kwanza, awamu ya pili. Simba hawa wanaenda kumrudisha Clatous Chama. Tuko sahihi kwa viongozi, tuko sahihi kweli? Chama wakati anatoka Simba, viongozi wao walisema Chama ni duka. Walisema Ahmed Ally alisema kabisa Clatous Chama ni duka. Viongozi wameona kwamba hii bidhaa haiwezi kutusogeza msimu unaokuja, tukamwachia Clatous Chama. Leo hii Clatous Chama, Yanga amekosa namba, Singida amekosa namba. Ukistaajabu ya Musa, tuende kwenye klabu ya Simba. Simba anacheza dakika 80. Simuandulia.
dakika 80 Kato Samson anacheza, ana miaka 38. Who are you Simba?